Siku hii maalum kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki ambacho amekuwa ni rais wa nchi yetu ya Tanzania toka serikali yake iliposhika madaraka awamu ya 6 sehemu ya kwanza. Kwa kweli amenipa heshima kubwa. Nichukue pia nafasi hii kupongeza sana kakangu Omar Mchengerwa na naibu waziri kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais, na ninaomba niwathibitishie imani ya Mheshimiwa Rais kualeta kwenye wizara hii sio mchezo. Hii wizara, mimi nimekaa hapa kwa muda mfupi, lakini nimegundua tunapozungumza usalama wa nchi yetu ya Tanzania hatuwezi kuacha kuisema Wizara ya Afya kwamba ina mchango mkubwa katika usalama wa wananchi kwenye taifa letu. Tulifanya kazi kwa pamoja, tulipambana. Viko vipindi vigumu tulivipita, kwa mfano wakati wa ugonjwa wa Marburg, magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo ugonjwa wa Marburg ulitushughulisha sana, lakini kwa uongozi imara wa Mheshimiwa Rais tuliweza kuvunja rekodi ya kuondoa ule ugonjwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa kweli yako mambo ambayo yakitokea kwenye sekta yanakuwa ni mambo mazito, lakini kwa umoja ambao niliuona kwenye timu hii, nashukuru sana, na naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Ninaomba muendeleze umoja, mshikamano, lakini utii, bidii katika kutekeleza majukumu ya kila siku kwa kuzingatia pia uzalendo kwa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wetu wa afya mstaafu, Mheshimiwa naibu waziri pamoja na katibu mkuu na timu mzima ya management, nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa dhati ya moyo wangu. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2022 nadhani mwanzoni au 21 mwishoni, mimi nilikukabidhi ofisi ya rais utumishi. Mimi nikaenda wizara ya michezo. Kwa hiyo kwenye utumishi huu wa umma, hasa kwa ninyi ambao wakongwe mmefanya kazi ndani ya serikali kwa muda mrefu sana, wakati wowote lazima tuwe tayari kutumika popote. Na nakushukuru kwa sababu hata wakati wa kampeni wewe ulikuwa unakutana na wataalamu hawa, bado mnaendelea kuweka mipango mizuri, hasa kwenye siku 100 za Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana kwa sababu moja ya maelekezo yake ni utekelezaji wa siku hizi 100 ambayo ametupatia leo pale Ikulu. Jambo la kwanza ilikuwa ni swala bima ya afya kwa wote, na kushukuru kwa hatua ambayo tayari nzuri imekwisha wekwa ili kuhakikisha kwamba ndoto za Mheshimiwa Rais siku 100 basi lazima uzinduzi wa eneo hili tuufanye. Lakini jambo la pili ni kuhusu yale magonjwa ambayo hayaambukizi lakini yameleta athari kubwa sana kwenye jamii, ambayo nadhani maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba lazima tuweke utaratibu na lazima tuanze sasa. Kwa nitapata fursa ya kupitia nyaraka zote niweze kumfahamu kila mmoja, lakini pia niweze kufahamu majukumu ya wizara hii kwa kina kabisa. Na baada ya hapo sasa ndio tuta take off. Kwa hiyo nikushukuru Mheshimiwa Jenista Mhagama, nimepokea dozi ya hii. Tutakwenda kuisoma vizuri pamoja na yale ambayo tumezungumza pale ofisini, tuhakikishe kwamba tumeyatekeleza mimi na timu hii ambayo umenikabidhi, na wao wamenithibitishia kwamba hawataniangusha. Wamenithibitishia hawataniangusha. Kwa hiyo nikuombe uendelee kufungua milango, na kwa sababu tutakapokuwa Dodoma tutakuwa pamoja, tutajitahidi sana kupita kukugongea, kukuomba. Kwa hiyo na sisi tutahakikisha kwamba tunaendeleza yale mazuri ambayo ulianza kwenye wizara hii ili kusudi tutimize ndoto za Watanzania. Na tutakapoendeleza basi ikitokea fursa ya kukushirikisha usisite. Tutakuomba usisite, mikono yako iwe mepesi kupokea yale ambayo tutakuomba, na sisi tutajitahidi kuhakikisha kwamba tumeendeleza ndoto za rais wetu, lakini kuendeleza yale ambayo mazuri tayari ulikwisha yaanza. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante.